إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إن للتاريخ الإسلامي عبر ووعظات. Hakika katika historia ya Uislamu kuna mazingatio na kuna waadhi mkubwa, na lau kama ukiweza kuishi tarehe ya Kiislamu na vizazi vyetu vikajilazimisha yale waliokuwa nayo watu wa mwanzo katika Uislamu, umma ungefika pale ambapo wale wa mwanzo walipofikia. In amiltum kama amilu wasaltum ila ma wasalu, kama mtatenda kama walivyotenda wao mtafika pale ambapo walifika wao. Ayuha almu'minun, hii ni khutba ya pili, na kwa idhini Allah itafuatiwa na khutba ya tatu, na itakuwa ndio mwisho katika silsila hii kwa munasaba wa miezi hii mitukufu, na hasa kwa ibada ya haji. Tulizungumza khutba ya kwanza katika Masjid Tauhid Kokobishi, na tukaahidi kwamba tutazungumza sehemu ya pili ya khutba hizi Masjid Dar al-Hadith Ununio, ambapo sehemu hii ya pili inazungumzia Fathu Makkah, kufunguliwa kwa mji wa Makkah, na itafuatiwa na sehemu ya tatu insha Allah itakayozungumzia Hajjatul Wadaa. Msingi tulikuwa tuna sehemu tatu za hutuba hizi. Sehemu ya kwanza, kufaradhishwa kwa ibada ya hija, ambapo ilifaradhishwa mwaka wa 6 Hijiria, na ilikwenda kutekelezwa ibada hii kwa mara ya kwanza mwaka wa 9 Hijiria. Kwa maana tokea imefaradhishwa
haikutendeka ibada hii miaka mitatu, na tulieleza katika hutuba iliyopita sababu ya msingi ni kwamba pale Makka palikuwa chini ya Makureishi na ibada ya hija inafanyika sehemu moja tu duniani. Lile eneo ambalo linafanyika ibada hii tukufu ya haji lilikuwa chini ya mikono ya Makureishi. Sasa hutuba leo tutazungumzia mwaka wa 8 kufunguliwa mji wa Makka, taashiria kidogo tu mwaka wa 9 kwenda kufanywa hajjatu ishmadha, kwenda kufanya hajja al-ula ambayo iliongozwa na Abu Bakar as-Siddiq akifuatiwa na Ali ibn Abi Talib. Alafu hutuba ijayo tutamalizia katika hija ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam julikanayo kwa jina la hajjatul wadaa. Ikhwani, nimesema tarehe ya Kiislamu lau kama itapata watu wa kuisimamia tutafika pale walipofika. Hii tarehe ina mambo mengi mno ya msingi ya kujifunza, ya kuzingatia na ya kufanyia kazi. Leo hii dunia inajadili kuhusiana na ceasefire kama wenyewe wanavyoita, kusimamisha mapigano. Wakati mwingine hizi lugha zinazungumzwa sasa kwa lengo la kutaka kurekebisha uchumi wa dunia ambao unayumba, si ukweli wa kusimamisha mapambano. Lakini hili kwetu sisi tuna kumbukumbu nalo, kwa sababu katika sulhu al-Hudaybiyah mwaka wa 6, katika moja ya bunudhu al-muahada, nukta za makubaliano, ilikuwa ni kusimamisha vita miaka 10. Hii ceasefire sasa ifanyike miaka 10. Hakutakuwa na vita baina ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na baina ya Makureishi miaka 10. Lakini pili, palikubaliana yoyote ambaye atataka kujiunga kwa upande wa Waislamu katika yale makabila ya jirani anaruhusiwa kujiunga na upande wa Uislamu, na yeyote ambaye anataka kujiunga kwa upande wa Makureishi anaruhusiwa kujiunga kwa upande ule wa Makureishi. Hii ilikuwa ni moja ya vipengele muhimu sana kufikia kwenye Fathu Makkah mpaka kufikia katika hajjatul wadaa. Pana kabila linaitwa Bani Bakri. Hili Bani Bakri lilijiunga na upande wa Makureishi, na kabila jingine la pili likajiunga upande wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hawa Banu Bakri na hawa majirani zao walikuwa wanakaa katika miji yenye kukaribiana. Banu Bakri walikwenda kupiga kwa wale jirani zao kwa sababu ya mvutano wa maji, kisima cha maji. Leo hii dunia inagombania visima vya mafuta kwa sababu maisha yamewekwa katika matumizi ya mafuta na nishati. Wakati huo ilikuwa maisha hata maji tu, kumiliki kisima cha maji ni sehemu muhimu ya maisha kawaida ya binadamu. Kwa hiyo ikatokea tatizo, limetokea katika makabila haya mawili kwa sababu ya kisima cha maji. Wale Banu Bakri hawakuwa na uvumilivu juu ya jirani zao, wakaenda usiku kuwavamia kivita na kuanza kuwashambulia. Na Makureishi kwa sababu walikuwa pamoja na Banu Bakri wakasema, tukio hili linatokea wakati wa usiku, atajuaje Muhammad? Wakatoa silaha na ala za vita dhidi ya wale maadui wa jirani zao.
kwa ufupi wakawasaidia katika mapigano. Ile habari ilifika kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mfahamu kwamba kule kulikuwa ni kuvunja makubaliano walioyapitisha, kwa sababu walikubaliana kwamba kila kabila linaotaka kujiunga na moja hizi pande mbili lina ruhusa, na baada ya kujiunga na moja hizi pande mbili itakuwa kila kile kilichopo baina ya upande mmoja, basi wana haki wale wote waliojiunga katika upande ule. Ni hivi, kama mnajiunga upande wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa hiyo yale yote waliokubaliana kwa upande wa Mtume Muhammad, wale waliojiunga watakuwa na haki nayo, na wale waliojiunga kwa upande wa Makuraish, yale yote ambayo yapo kwenye mkataba kwa upande wa Makuraish, wale waliojiunga watakuwa na haki nayo. Kwa hiyo kama tumekubaliana hakuna vita miaka 10, kwa hiyo kwa watu wote ambao watakuwa wameshiriki katika pande hizi mbili hakutakuwa na vita miaka mingapi? Miaka 10. Makuraishi walivunja ule mkataba. Banu Bakari walipovunja katika kabila la Khuzaa yale makubaliano, ikatokea Makuraishi wamewasaidia Banu Bakari dhidi ya Khuzaa ambao ni halifu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hawa ni watu waliokubaliana pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akatoka mtu mmoja pale katika kabila la Khuzaa, moja kwa moja akaenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yukhbiruhu alkhabar, anamueleza yale ambayo yametokea kwa upande wa Makuraishi na msaada wa Makuraishi kwa ajili ya wale Bani Bakari dhidi ya kabila la Khuzaa. Ikhwani fil iman, ili jambo lilimkera sana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na akawatangazia masahaba wake, hatutaki tena suluhu, imma wa imma, anzeni kujiandaa, tunakwenda kuufungua mji wa Makka. Hapa ndipo ambapo nimesema hii tarehe ina vivutio vingi sana. Ikhwan, hivi leo hizi sarakasi anazozifanya Trump na mikhalafa anayoifanya Netanyahu, lau pangekuwa pana nguvu hii kama aliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila shaka tungesema hatutaki tena mkataba wowote na tunakuja kijeshi, na jeshi ambalo la qibala lakum bihi, hamna nyinyi nguvu ya kuweza kukabiliana nalo. Wa fi'lan ile habari ilipofika kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Mtume Muhammad alaihi salatu wassalam kuanza kuliandaa jeshi la Madina kwa ajili ya kwenda Maka kivita, palifanyika jitihada mbalimbali. Miongoni mwazo, wale watu wa Maka walipofikiwa na habari kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekwisha kujua, alitoka Abu Sufyan ibn Harbi, rais wa Maka, kwenda katika mji wa Madina kumsemesha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumtengenezea mazingira kwamba hili jambo halikuwa hivyo ulivyosikia, mimi nimekuja kusuluhisha ili turudi tena kwenye mkataba kama ulivyo. Abu Sufyan kwa upande mwingine alikuwa ni mkwe wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sababu katika jumla ya wake wa Mtume alaihi salatu wassalam alikuwa na mke anaitwa Ummu Habiba. Ummu Habiba radhiallahu anha ni bintu Abi Sufyan, ni mtoto wa Abu Sufyan, kaka yake au dada yake Muawiya bin Abi Sufyan. Yani Muawiya bin Abi Sufyan na Ummu Habiba ni mtu na dada yake. Kwa upande Abu Sufyan alikuwa ni baba mkwe, alikwenda kafikia kwa binti yake Ummu Habiba, na akaanza kuona machungu ya khiana walioifanya kwenye ile ziara. Pale alipokwenda kukutana na yule mama, akamwambia, wewe ni mtu mushrik, una hadhi ya kukaa kwenye kitanda cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kila alichokijaribu Abu Sufyan katika safari ile alikwama, akarudi katika mji wa Maka akiwa ni mtu aliyefeli. Sio sisi
ndo tunabembeleza kwenu mazungumzo. Sisi tunakataa mazungumzo yenu kwa sababu ya kulahidhi kutoka kwenu si watu wa kushikana na makubaliano, hamchungi ahadi. Abu Sufyan ibn Harbi anarudi zake katika mji wa Maka akiwa kafeli, na hajui nini kitakuja kutokea katika mji wa Madina kwa ule msimamo aliouona katika mji wa Madina. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alificha ile habari isitoke kwa mtu yoyote kwenda kwa watu wa Maka kwamba wao wanajiandaa katika mji wa Madina kwenda kuvamia katika mji wa Maka. Ndani ya mji wa Madina kuna mtu mmoja anajulikanwa kwa jina la Baltaa. Tujifunze kitu hapa. Riwaya hii imetajwa ndani ya Sahihain. Baltaa ni katika ahlu Badri, watu waliopigana vita vya Badri, na wana bishara njema hawa kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba matendo yao hata kama yatakuwa mabaya hayatadhuru ule wema wao uliotangulia. Baltaa anachukua dhima ya kuandika siri za Madina kwenye karatasi, anakwenda kuuza siri za mji wa Madina kwa Makureishi katika mji wa Maka, kwamba huku Madina kuna 1, 2, 3, 4, 5 vinafanyika kwa ajili ya kujiandaa kuja kuvamia katika mji wa Maka kijeshi. Baltaa barua ile anaiandika, anampa mwanamke mmoja aifunge katika nywele zake, aipeleke katika mji wa Maka. Akampe mtu fulani na mtu fulani barua ile ya siri zote za mji wa Madina. Habari inamfikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, anawatuma Ali ibn Abi Talib na Abu al-Aswad ad-Du'li na mwingine katika masahaba watatu, anawaambia nendeni mpaka katika sehemu fulani, mtamkuta mwanamke mmoja katika kabila la Dhaila. Yule mwanamke ana barua ya siri za mji wa Madina, na yale tunayofanya anawapelekea Makureishi katika mji wa Maka. Fanyeni kitakachowezekana ile barua mumnyang'anye. Wale mabwana wanakwenda mpaka katika eneo lile, na ni kweli wanakutana na mwanamke yule, na anamwambia akhriji ar-risala, toa hiyo barua. Yule mama anaanza kujishaua kike yale maneno wanawake, wakati hawa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wapo kazini, wametumwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yule mama anaanza kuleta maneno ya kike. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu anamkazia kauli kwa kumwambia toa barua, na kama hutaki kutoa tutatoa wenyewe kwa mikono yetu, barua ipo katika nywele zako umeifungia, toa barua haraka. Yule mama alipoona watu wapo serious, akafungua nywele zake akatoa barua akawakabidhi. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu na wenzake wakarudi mpaka katika mji wa Madina, wakampa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ile barua. Akaitwa Baltaa na kuulizwa, umekusudia nini ewe Baltaa kuvujisha siri za mji wa Madina kupelekwa kwa maadui? Ni mtu wa Badri. Baltaa anamjibu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kumwambia, ya Rasulullah, ma aradtu su'an, ewe mjumbe wa Allah, mimi sijakusudia ubaya. Wenzangu wote hawa ambao wametokea katika mji wa Maka, wao wanapotoka hapa Madina kwenda Maka, wanao watu wao wa kufikia kwao, wanao ndugu zao na jamaa zao. Mimi tunapokwenda Maka sina ujamaa. Mimi nilitamani nipate nani jamaa, nikaona nilitumia hizi siri kupeleka Maka ili wale ambao watapokea barua hii wanifanye mimi mtu wao wa karibu. Umar radhiallahu anhu anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, da'ani adribu unuqa hadha almunafiq, niache ewe mjumbe wa Allah nikate shingo ya huyu mnafiki. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Umar, la'alla Allah ittala'a ala qulubi ahli badrin faqal i'malu fa inna badri
hasanatu la yusiuhu shay, au kama qala alayhi salatu wassalam. Huenda Allah ameangalia nyoyo za watu wa Badri, akajua ukweli uliopo ndani ya nyoyo zao, akawaambia tendeni mnachokitenda. Dhambi yoyote mtakayoifanya haitadhuru kwenu nyinyi wema mliofanya kwenye kushiriki katika vita vya Badri. Hii ndio ilikuwa salama ya Balta. Naam, mimi nasema hivi, ule wakati ulikuwa si wakati sahihi, pamoja na hii hoja aliyoitoa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na watu wa Badri, lakini kiuhalisia ule wakati ulikuwa si wakati sahihi kuanza machafuko kwetu ndani ya nyumba yetu. Na hiki majifunzeni, tuna jukumu kubwa zito la kwenda kufanya fathu Makkah, ambapo inatakiwa waislamu wote wawe yadan wahida, mkono mmoja. Tukianza malumbano ya ndani, maana yake tunapunguza hii nguvu ya nini? Mtume anamwachia Baltaa uhuru, anawaambia waislamu endeleeni kufanya maandalizi, jambo lilopo mbele yetu ni jambo zito, tunakwenda katika mji wa Maka kijeshi kufungua mji wa Maka. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. صلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد, hawa watu walikusudia kujitoa wao ili vizazi vijavyo vipate wepesi kwenye kumwabudu Allah na vipate wepesi kwenye kuishi maisha ya kiimani. Wapo tayari kuangamiza kila kilichokuwa chao, kama ni nafsi zao, mali zao, kwa kuufungua mji wa Maka, kwa sababu ni eneo tukufu kwa ajili ya ibada ya Allah tabaraka wa taala. Wameshakwisha kufaradhishiwa ibada ya haji, wanashindwa kwenda kuitekeleza ibada ile kwa sababu katika mji wa Maka wapo watawala ambao hawaruhusu. Nazungumza kwenye hutuba iliyopita, huu mkataba umefanyika kwenye Sulhul Hudaybiyah mwaka wa 6, na wakampa ofa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rudi, usiingie katika mji wa Maka, rudia hapa hapa Hudaybiyah, alafu kama una dhamira ya kuja Maka tunakuruhusu uje mwakani na tunakupa siku 3. Mtume ametoka Madina anakwenda kufanya umra iliyozalisha sulhu ya Hudaybiyah. Walipokuwa katika mji wa Hudaybiyah na sulhu kutimia, Makuraishi walimwambia Mtume, rudi katika mji wa Madina, rudi katika mji wa Madina, kama una dhamira kuja kufanya umra tunakupa ruhusa mwakani, mwaka wa 7. Tunakupa siku 3 tu, ukija ingia siku 3, ukishamaliza ondoka zako, hatutaki kukuona katika mji wa Maka. Na ni kweli Mtume alikwenda mwaka ule kufanya umratul qadha, na akatumia siku ngapi? 3, kama walivyokubaliana. Hawa watu walikuwa wanatengeneza mustakbali wa umma kwenye ibada, ambayo ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Wewe ambaye unamiliki mali, umekwisha kuhutubiwa na sheria kwamba unatakiwa ufanye ibada hija, tena kwa wajibu mara moja tu katika umri wako. Halafu utaki kwenda kufanya ibada hii ya hija, wakati wenzako waliotangulia walikubali hata kutoa roho zao kwa ajili ya kuikomboa Maka, kwa ajili ya kuweka uhuru kwenye eneo la ibada ya haji. Ikhwani, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatoka na jeshi la watu 10,000 katika muhajirina na ansar. Katika zama zao jeshi la watu 10,000 ni jeshi kubwa mno. Unaweza ukasema kwamba uwezi ukapata jeshi lenye idadi kubwa kama hiyo, lakini walitoka wote katika mji wa Madina, wakamwacha mtu anaitwa Abu Raham Kulthum. Yeye ndo
ikawekwa dhamana ya mji wa Madina, lakini kila yule aliyokuwa na uwezo wa mapambano aliambiwa atoke. Infiru khifafan wa thiqala wajahidu fi sabilillah, tokeni kwa uzito na wepesi na mkapigane jihadi katika njia ya Allah. Abu Sufyan ibn Harbi kule katika mji wa Makka, akiwa rais wa mji wa Makka, hakutulizana. Ule msimamo walioona katika mji wa Madina, alijua kwa vyovyote hawa jamaa watafanya kitu, akawa anatuma majasusi wafuatilie katika mji wa Madina, na si tu anawatuma watu, na mwenyewe pia alijitoa kwenda kukagua mji wa Madina kuna nini kinaendelea. Lakini anatoka nyakati za usiku katika mji wa Maka, anasogea mpaka miji ya karibu kuangalia nini kinatokea. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesogea mpaka kafika kwenye sehemu inaitwa Marru Dhahran. Hapa njiani kuna mtu mmoja katika Makuraishi alikuwa na uadui mkubwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naye anajulikana kwa jina la Abu Sufyan ibn al-Harith. Abu Sufyan ibn al-Harith, huyu rais wa Maka, Abu Sufyan ibn Harb, watu wawili tofauti hapa. Yule bwana pamoja na wenzake wawili walitoka katika mji wa Maka wanakwenda kusilimu kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakiwa katika eneo la Marru Dhahran, inasemwa pia ilikuwa katika eneo la Juhfa au Dhul Hulaifa, ikawa umekuja ujumbe kwa Ummu Salama, mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa watu wana asili ya ukoo na Mtume Muhammad, mmoja wapo ni mkwe wake, na mmoja ni shemeji yake, na mmoja mtu wa kawaida. Ummu Salama anapokea ujumbe wa maombi, wale watu wanaomba awape amani, wanataka kusilimu. Ummu Salama anamsemesha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema la hajata li bihim, mimi sina haja nao, sitaki chochote kutoka kwao. Yanakuja maneno kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikiwa kama ewe Muhammad utaki chochote, wallahi sisi tutafanya kadha wa kadha wa kadha, kwa sababu ya kukataa kutupokea sisi tunataka kusilimu. Ujumbe ule unamwogopesha kidogo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anawaita wale watu wanakuja kutoa shahada, kwa sababu hawa watu walikuwa ni maadui wakubwa kwa Mtume na Uislamu pamoja. Mtume anasema huyu Abu Sufyani ibn al-Harith, huyu ndio alikuwa ananibeza mimi kwa mashairi yake kule Maka. Huyu si mtu alifanya kadha wa kadha kule Maka. Hivi leo anataka kujifanya kwamba yeye ni mtu mwema. Leo sitaki maneno, leo ni vita. Kwa sababu amekuja kusilimu, Mtume akakubali ule Uislamu, wakawa tayari wameingia kwenye kundi la Waislamu. Ikhwani, alikuwepo Abbas ibn Abdul Muttalib, na historia inaonyesha huyu mzee alikusha kusilimu mapema. Wasomi wa dini mara nyingi mnasoma riwaya, hadithi za Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, baba yake mzazi Abbas ibn Abdul Muttalib, ambaye ni ammi yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyu alikusha kusilimu toka baada ya vita vya Badri. Watu waliosilimu mapema, lakini walibakia katika mji wa Maka wakificha Uislamu wao. Aliposikia habari katika mji wa Madina kwamba Abu Sufyan kafungiwa milango yote, akaona sasa na kitu kinatokea, akatoka yeye na familia yake, anakwenda kukutana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika eneo la Dhul Hulaifa. Mtume anampokea Abbas ibn Abdul Muttalib, anamwambia tunakwenda Maka kufungua mji wa Maka. Abbas anamwambia Mtume, familia yangu inabidi iende Madina, mimi sasa hivi nahamia Madina, lakini kwa sababu unakwenda kijeshi Maka, twende pamoja. Na hapa palikuwa pana fundisho kubwa linakuja kwa sababu ya uwepo wa Abbas ibn Abdul Muttalib. Huyu ndio ambaye aliconnect baina ya Mtume pamoja na Abu Sufyani, na mpaka Abu Sufyani kasilimu. Familia ya Abbas inapelekwa katika mji wa Madina. Abbas anajiunga na Mtume, wanaelekea katika mji wa Maka kufungua mji wa Maka. Wamefika sehemu, wameweka kambi. Jirani na eneo lile yupo Abu Sufyan ibn Harb, rais wa Maka. Ametoka katika mji wa Maka kuja kukagua habari huko Madina kinaendelea nini. Katoka wakati wa usiku, wakakutana na mioto katika eneo la njiani imekokwa, na watu wa zamani walikuwa wakiweka kambi sehemu wanakoleza moto. Anakuta kikundi kile pale kina moto, kikundi kile pale kina moto. Akasema hawa watakuwa ni kabila la Khuzaa, wanajeshi wa kabila la Khuzaa
wanalinda maeneo yao, lakini akasuka kuona mbona nyoto hii inaonekana ni mingi. Wamekaa sehemu wanajadiliana na wenzake wawili, lile eneo wanaojadiliana pembezoni mwake yupo Abbas bin Abdul Muttalib. Akatoa sauti akasema, mbona nasikia sauti ya fulani na fulani? Na wale mabwana wanajua sauti ya Abbas bin Abdul Muttalib. Mbona sauti yako kama ya Abbas bin Abdul Muttalib? Wakasema naam, ni mimi mwenyewe. Wakakutana wale makundi mawili. Abbas anawaambia, sikilizeni, hii mioto mnayoiona sio jeshi la Khuzaa, hii mioto mnayoiona ni jeshi la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimi nimejaribu kuwatafuteni ili kuambia hamna uwezo wa kukabiliana na jeshi la Mtume. Mimi nakuomba Abu Sufyan, kama unanielewa maneno yangu, nenda, mimi nitakulinda mpaka kwa Mtume. Nenda katoe shahada, kwa sababu na kuhakikishia unauawa. Katika watu wa mwanzo watakaouawa wewe utakuwa wa kwanza. Innal muluka idha dakhalu qaryatan yasaduha waja'alu a'izzata ahliha adilla wakadhalika yaf'alun. Wafalme na watawala wanapoingia kwenye miji ya watu huwa wanaiharibu ile miji, lakini huwa wanawapindua wale waungwana, wale mabwana wakubwa huwa wanapinduliwa, wanakuwa ni watu wa duni, wale ndio wanakuwa ni watu wa kwanza kuwataki. Sasa chunga ile Abu Sufyan. Abu Sufyan anaambia, nafanyaje sasa? Kama hili ndio jeshi la Muhammad, mimi nipo hapa, nafanyaje? Akaambia, sikiliza, nipo na ngamia wa Mtume. Panda kwenye ngamia wa Mtume, twende mimi na wewe pamoja mpaka nikufikishe mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila akipita kwenye kipote kimoja kwenye ile mioto, wanauliza nani? Anajibu Abbas bin Abdul Muttalib. Wakiangalia kuna ngamia wa Mtume, wanamjua, wanasema ami yake Mtume yupo na ngamia wa Mtume. Amepita katika vikundi kama vitatu vinne, wanamuuliza, akiwa kambeba Abu Sufyan, na Abu Sufyan ni wanted, anatafutwa, na yoyote ambaye angemuona Abu Sufyan angepeleka habari haraka sana kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanapita kwenye kikundi ambacho yupo Umar bin al-Khattab. Umar kama kiongozi katika viongozi anasimama, anamsimamisha Abbas, anawaambia nini? Anaambia, mimi hapa ni Abbas, na kwenda zangu kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anaangalia nyuma, amempatia nani? Anamuona Abu Sufyan. Riwaya inasema, ametaja Imam Tabarani katika Mu'jam wake. Umar alipomuona akasema, aduwullah, huyu adui wa Allah. Ndio akaenda kapanda farasi wake, anakwenda mbio kwenda kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abbas anasema, ngamia wa Mtume alikuwa ni ngamia bora, nikamwamsha yule ngamia haraka, nikamshinda Umar, nikawa mimi wa kwanza kufika kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam usiku ule nikiwa na Abu Sufyan. Nilipofika nikamwambia Mtume wa Allah, huyu Abu Sufyan yuko chini ya ulinzi wangu. Anafika Umar, anatweta, anamwambia Mtume, niachie, nipe ruhusa nikate shingo ya huyu adui wa Allah. Ikawa kuna mjadala mzito baina Abu Sufyan mjadala mzito baina Umar na Abbas bin Abdul Muttalib. Umar anashinikiza kwa Mtume tumuue. Abbas anamkinga, anamwambia hapana Mtume, huyu amekuja na kheri. Mjadala mzito, malumbano makubwa. Mwisho Mtume anamwambia Abbas, mchukue huyu Abu Sufyan, nenda kalale naye kwenye hema lako, asubuhi mapema niletee Abu Sufyan tuanze kujadili mjadala kuhusiana naye. Umar, hebu mwache huyu bwana, wewe nenda kapumzike. Asubuhi analetwa Abu Sufyan ibn Harbi. Abbas anaanza kumsemea Abu Sufyan kwa Mtume. Abbas, wewe Abu Sufyan, kwa nini usitoe shahada unusurike na kifo? Mtume anamwambia Abbas, Abu Sufyan, haupo salama. Usalama wako hapa sisi kujua wewe ni Muislamu, lakini haupo salama. Abu Sufyan anatoa shahada, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Basi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatoka na jeshi lile, anamwambia Abbas, mchukue Abu Sufyan, nenda kamweke kwenye njia fulani pale ambapo watu wote wanapita, simama naye pale ili jeshi lote likipita limuone. Kapita kabila la kwanza, anasema hamna lolote. Kabila la pili anasema hamna lolote. Ikaja kupita kundi la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan anamwambia Abbas bin Abdul Muttalib, mtoto wa ndugu yako ameshakuwa mtukufu kwa jeshi hili, na uliniambia kwamba sina uwezo wa kupambana na hili jeshi. Kweli jeshi hili siwezi kupambana nalo. Tayari hii habari ya Muhammad tumeshaishindwa, inabidi tukubaliane tu na hali halisi. Ikhwan, Mtume anaingia katika mji wa Maka kijeshi.
Abbas ibn Abd al-Muttalib anamwambia Mtume, inna Aba Sufyan rajulun yuridu madhan, anapenda kusifiwa. Ij'al lahu kalima, mjalie Abu Sufyan neno la kumsifia. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatoa wito kwa watu wa Maka, anawaambia man aghlaqa alayhi babahu fa huwa amin, atakayejifungia ndani ya nyumba yake yupo na amani. Wa man dakhala baita Abi Sufyan fa huwa amin, atakaye kwenda kuingia kwenye nyumba Abu Sufyan atakuwa na salama. Wa man dakhala baita Allahi al-haram fa huwa amin, atakaye kimbilia msikiti mtukufu wa Maka yupo na amani. Wote mtakayemkuta barabarani asinilaumu, watakao kwa salama ni watu wa matabaka mangapi? Matatu. Ingia msikitini kajifungie, nenda nyumbani kwa Abu Sufyan kajifungie, au jifungie ndani ya nyumba yako. Nikikukuta barabarani usinilaumu. Mpaka Kaaba Mtume anaingia, anachukua funguo za Kaaba, anakwenda kufungua katika mlango wa Kaaba, anakuta kuna masanamu 360, anaamrisha masanamu yale yavunje. Huko anasema waqul jaa alhaqu wa zahaqa albatil innal batila kana zahuqa. Mji wa Maka unarudi kwenye mikono ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na inatimia fathu Makkah, na kwa uadilifu wa Allah tabaraka wa taala. Wakina Ali ibn Abi Talib na wengineo katika masahaba wana hamu ya kupewa funguo za Kaaba, na Mtume anamili katika kutaka kuwapa, kwa sababu msimamizi wa funguo za Kaaba alikuwa bado ni mushrik, lakini ni mtu mkweli kwenye kazi yake, mwaminifu pia. Allah anashusha aya Qur'ani, anaambia inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah anakuamrisheni rudisheni amana kwa wenyewe. Amana iliyotajwa hapa ilikuwa inakusudia zile funguo za Kaaba, warudishiwe wale waliokuwa wanasimamia funguo za Kaaba. Ikawa ni kivutio pia, huyu bwana naye akatoa salam, akatoa shahada, akasilimu. Ikawa mji wa Maka, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameweka angalizo la watu 4 wauawe hata kama wakiwa wamejishikiza kwenye Kaaba. Mmoja wapo alikuwa ni Ikrima ibn Abi Jahl, mkuu wa majeshi wa mji wa Maka. Watu wanatoka kwenda kumtafuta Ikrima, kwa sababu rais wa Maka shasilimu, kabakia mkuu wa jeshi. Ikrima amejikusanya pamoja na wenzake kwenye kitongoji fulani, wanajiandaa kinguvu za jeshi kwenda kupambana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anaambiwa Ikrima, hilo jeshi alikuja nalo Mtume huliwezi. Ikrima alikuwa ni komando mkubwa sana, mpiganaji mzuri. Pale Maka palikuwa pana bwana kubwa wawili, mmoja anaitwa al-Mughira, al-Walid ibn al-Mughira. Huyu bwana alikuwa ni bwana mkubwa zaidi kuliko hata Abu Jahl, na wa pili alikuwa Abu Jahl. Al-Walid ibn al-Mughira amemzaa mtoto anaitwa Khalid ibn al-Walid, kamanda namba 1 wa jeshi la Makuraishi, alafu akawa ni kamanda namba 1 wa jeshi la Waislamu baada ya kusilimu mwaka wa 5. Lakini huyo Abu Jahl alizaa mtoto anaitwa Ikrima, kamanda namba 2 wa jeshi la Makka. Aliposilimu Khalid ibn al-Walid, jeshi liliachwa kwa Ikrima ibn Abi Jahl. Anaambiwa Ikrima humwezi Mtume na jeshi lake. Ikrima anatumia mbinu zake za maidani ya vita, anapenya kwenye jeshi, akaingia mpaka mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam uso kwa macho. Watu washahidiwa huko, atakayeleta kichwa cha Ikrima cha fulani na fulani, watu 4 lahu kadha wa kadha. Ikrima alijifunika uso, anafika pale mbele ya Mtume, anafunua uso wake, watu watakumvamia. Mtume anaambia tulieni, ameshafika mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikrima, silimu salimike. Anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Riasa ya Maka imesilimu, jeshi la Maka limesilimu, mji wote wa Maka uko chini ya mikono ya Waislamu. Mtume na maswahaba wake wanamaliza operation ya Maka, wanarudi zao katika mji wa Madina. Mwaka wa 9 anatuma ujumbe unaoongozwa na Abu Bakar as-Siddiq, unakwenda kutekeleza hija ya kwanza ndani ya Uislamu. Na wanakwenda wanamaliza ule mwaka wa 9. Mwaka wa 10 anajiandaa mwenyewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kufanya hajjatul wadaa. Hii ni khutba ya 3 ijayo katika mlolongo huu. Ikiwa kama Allah amekuwafikisha kuwa unamiliki mali, hautaki kwenda kuhiji, unawapa dhima mawali wako, kwa sababu mawali wako katika mali utakazoziacha hawana ruhusa ya kugawa mirathi mpaka watoe haki za Allah kwenye mali ile. Miongoni mwa haki za Allah ni kutenga fungu la kwenda kuhiji. Kwa hiyo umekufa Muislamu, una dhima ya haji kwenye shingo yako, umeshindwa kutekeleza mwenyewe, watakuja kukutekelezea mawali wako kwenda kukuhijia, kwa sababu wewe mwenyewe umeshindwa kwenda kuhiji. Ondosha dhima hii, nenda kaiji mwenyewe. Na yale maneno yanosemwa
malizia kwanza mambo yako afu ndio uende kuhiji. Hija haimfanyi mtu kuwa maasum. Hija haimfanyi mtu kuwa maasum. Sio maana yake ukienda kuhiji ukirudi kule utafanya dhambi kabisa. Utakuwa ni mtakasifu. Kilichotajwa kwenye ibada ya hija, atakayefanya hija vizuri atarudi kama siku aliyozaliwa na mama yake, hana madhambi kwa yale yaliyotangulia. Sio kwamba itamkinga baada ya pale asifanye dhambi tena. Sio maana yake. Kwa hiyo mtu unaweza kwenda kuhiji ukasafisha madhambi yako yote ukarudi. Utarudi utakuwa bado unaishi, unaweza ukafanya 1, 2, 3. Sio hija inakukinga kwa maasum. Kwa hiyo ukisema usubiri mpaka uwe mzee, ibada ya hija ni ngumu. Ina mikiki. Nenda kahiji wakati bado una nguvu zako. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.